Ni timu mbili pekee za Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia zimefanikiwa kupata ushindi wa alama tatu, huku timu 8 zikiangukia kwenye sare na zingine zikipoteza. Nikukaribisha mtazamaji wa FJTV ndani ya Sports Africa. Utakuwa nami Neema Kayugwa mwanzo hadi mwisho, lakini nitakuwa na Joseph Chacha katika upande wa uchambuzi. Atatuambia mtazamo wake katika timu 10 za Afrika katika kombe la dunia. Kipi kifanyike ili kuendelea kufanya vizuri? Tunakumbuka mwaka 2022 nchini Qatar, Morocco ndio ilikuwa timu pekee ambayo ilifanya vizuri kwa kufika hatua ya nusu finali. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza mengi yale ya kimichezo, hasa kombe la dunia linaloendelea hivi sasa. Nilikufahamisha kwamba tunaongelea kombe la dunia ambalo kwa sasa ndiyo habari ya mjini kwa upande wa soka duniani. Niko na Joseph Chacha, yeye atatujuza mpaka sasa kwa ujumla timu yake ni ipi, kwa sababu mwanzoni watu wasema mpaka michezo Joseph Chacha imeanza, na tunafahamu timu zote zimeshacheza mechi zao za kwanza katika hatua ya makundi kabisa ya mwanzo. Upi mtazamo wako kwa mechi za kwanza katika kombe la dunia? Michezo ni mizuri, tunashuhudia performance kubwa kutoka kwenye mataifa tofauti, lakini swali lako kuhusu timu yangu, mimi nilibainisha toka mwanzo, mimi niko France. Na juzi tumeshinda goli 3 tulipokuwa tukicheza na Senegal. Sisi kama Faransa tuko on fire sasa hivi. Kwa hiyo apart from Faransa kuna timu ambazo zimekuwa na performance kubwa sana. Ujerumani imetoka kufunga mtu goli 7, ingawa kumekuwa kuna debate nyingi, watu wakisema kwamba amecheza na timu ambayo ni dhaifu, lakini mtu mpaka amefika kwenye World Cup manake alikuwa na vigezo na anaweza compete the way atakavyoweza. Kwa hiyo kuna Morocco kutoka Afrika wametoa sare na bingwa mara nyingi wa kombe hilo Brazil, lakini pia kuna Ivory Coast wamekuwa ni timu ya kwanza kushinda katika michuano hii hiyo baada ya jana na Ghana na kufanya makubwa sana walipokuwa wanacheza na Panama. Kwa hiyo ni kombe la dunia ambalo na very competitive team. Mataifa mengi yamekuwa yakijipapatua sana, na kuna mataifa ambayo kabla ya mashindano yalikuwa yanaonekana kama vile yataenda kufanya vibaya, lakini yamekuja kuwaziba midomo watu, hasa mataifa ya Kiafrika. Ivory Coast, Ghana ni mataifa ambayo kihalisia walikuwa yapigi chapua sana. Watu wengi walikuwa kumtazama Senegal pamoja na Morocco kulingana na performance ambayo wamekuwa nayo, lakini Ivory Coast mpira mzuri, unapata goli 1 kwa bila dhidi ya Ecuador, wanakuwa na alama 3. Panama jana wamefungwa na Ghana. Kwa hiyo ni mchezo ambao mimi natarajia kuona performance kubwa sana katika michezo ambayo inafuata, kwa sababu tayari mataifa ya Afrika yamepata starter pointi 3 muhimu. Kwa hiyo hata kama michezo mingine wakipata sare ama wakifunga, watakuwa tayari wameshakuwa na kitu chochote ambacho watakuwa wanajivunia. Kwa hiyo mpaka sasa michezo ya kwanza ya awali kabisa World Cup nimefurahi kama mwana michezo. Kwa hiyo nataraji kuona vitu extra kwa michezo inayofuata. Turudi kwenye timu za Afrika ambapo ndo tunaongelea kwa hivi leo. Morocco, tukiachana na ukubwa ambao walifanya mwaka 2022, lakini pia walionyesha mchezo mzuri kwa Brazil. Lakini tukija kwa Ghana, tumemwona naye kafanya vizuri. Ivory Coast ambaye watu wengi tuseme kama hizi timu zingine hawakuzipa nafasi. Mpaka sasa timu gani ya Afrika ambao bado una matumaini ya kufanya vizuri, tukitoa Morocco na taswira yake ya msimu uliopita? Kutoa Morocco kuna Senegal, naona watafanya vizuri sababu wamefungwa na bingwa wa World Cup 2018. Kwa hiyo ukiangalia quality ya Senegal ya France, nilikuwa nimetazama mchezo wa dakika 90. Najua kuna wakati mnaweza mkaonyesha ushindani mkubwa, lakini mpira una level zake. Yaani kuna level zikifika unasema okay, huyu ni mchezaji wa Senegal, huyu ni mchezaji wa France. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wazuri sana. Hata siku zile tuliona walikuwa na nafasi nyingi za kuscore magoli hasa kwenye first half, lakini watumia chance wanapocheza na timu kama France ambayo ina wachezaji wakubwa, one moment one goal. Kwa hiyo wakadhibiwa. Kwa hiyo apart from Morocco na wana Senegal watakuwa na performance nzuri, lakini pia Ivory Coast ambao walishinda zidi Ecuador nao nawapa matumaini makubwa sana. Misri walipata sare lakini siwaoni mbali, lakini Ivory Coast, Morocco pamoja na Senegal bado niko nao katika World Cup 2026. Mpaka sasa ukitizama mfungaji bora wa mashindano haya mwanzoni kabisa Lionel Messi ameweza kufunga hat-trick yake na ameendelea kujiwekea tuseme takwimu nzuri kuelekea katika kustaafu soka lake. Unaliona hili lilikuwa ni kombe la dunia la mwisho kwa Messi
na unalipi la kuongelea, kwa sababu bado kwanza ndo mashindano yameanza? Kuhusu mwisho sijui baada ya mashindano haya Messi atakuwa kwenye hali gani ya kiuchezaji, lakini kwa prediction the way tunavyoangalia miaka 39 kama 38, kwa hiyo the next World Cup atakuwa na miaka 40 plus. Kwa hiyo tuna expect atakuwa, hata kama atakuwepo kwenye timu, lakini hatakuwa na contribution kubwa sana. This time around goli 3 dhidi ya Algeria mchezo wa kwanza. Kuhusu kufunga Messi, kuhusu kufunga sio swala la kujiuliza sana, kwa sababu amekuwa akifunga sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo anaendelea kuprove kwa wale ambao walizani Messi amechoka, Messi hawezi kusaidia timu, lakini ni kapteni. Kwa hiyo kapteni unapoingia uwanjani hakikisha kwamba unakuwa role model, unakuwa kioo kwa wachezaji ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo congratulations kwa Messi, na sisi kama mashabiki, sisi kama wanamchezo tunatamani kuona performance kubwa kutoka kwa Lionel Messi, kwa sababu ni watu ambao wanapendezesha World Cup. Ukiachana Cristiano Ronaldo, Mbappe, Messi ni mojawapo wa mastaa ambao kila mtu anataraji kumuona katika World Cup, katika kila mchezo ambao anacheza. Kwa hiyo Messi anafanya kitu kikubwa, mimi nataraji kuona magoli zaidi, kwa sababu mpaka sasa yeye ndio top scorer muda wote baada ya Miroslav Klose. Sasa hivi Messi ndo anashika kule juu, yuko on top. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, tutaraji kuona kiwango kizuri na performance ya mchezo inayofuata. Nikiangalia na kuna taarifa pia imetoka bwana, mchezaji wa South Africa ameweza kupewa adhabu ya kutoshiriki michezo mitatu inayoendelea kombe la dunia, kwa maana kwa timu yake ya South Africa hata michezo miwili iliyosalia ya hatua makundi hata icheza, na kama South Africa itaendelea mbele mchezo wa kwanza wa 16 bora hatafanikiwa kucheza. Zwane ni mmoja wa wachezaji wazuri na alionyesha performance nzuri kabisa akiwa na kikosi cha South Africa. Kukosekana kwake kuna athari gani ndani ya kikosi? Asali itakuwepo, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana contribution kubwa sana hasa anapokuwa anapewa nafasi. Kwa hiyo lakini ndio kanuni za mchezo, ndio hali ya kimchezo, inatokea mtu anapata adhabu kama hizo. Kwa hiyo South Africa na kikosi cha wachezaji zaidi ya 30. Kwa hiyo mimi natamani kuona the way Hugo Broos atakavyo cover gap la Themba Zwane. Kwa hiyo itakuwa ni pigo kubwa kwa South Africa, lakini kuna wachezaji ambao wanaweza waka take off pale wakakava na South Africa ikaendelea. Kwa hiyo kuhusu kadi nyekundu, no doubt anapopata mchezaji kadi nyekundu kwenye timu yoyote ile, basi kuna pengo, kwa sababu ile mchezaji kuna plani kama kocha, kuna wachezaji ambao walikuwa wanamtegemea aweze kufanya jambo. Kwa hiyo ni pigo kubwa kwa South Africa, lakini kuna wachezaji ambao wanaweza waka take off na South Africa ikaendelea. Unaonaje michezo ya raundi ya pili bana, wakienda sasa kumalizia mchezo wao wa tatu, kwa sababu hatua ya makundi ukiangalia kila timu itacheza michezo mitatu, mchezo mmoja tayari, michezo miwili imesalia. Mchezo wa pili unaona kwa sasa kwa timu zote ambazo umeziangalia umebahatika, unaona wapi na itakuwa michezo ya aina gani? Michezo itakuwa ni michezo ya ushindani, kwa sababu tukizungumzia kifano Bafana mtoka kufungwa. Kwa hiyo mchezo unaofuata unahitaji kupata alama 3 kwa ajili ya kurejesha imani na kuendelea kusalia katika michuano ya World Cup. Kwa hiyo mchezo wa kwanza mchezo na Mexico ni mchezo ambao I don't know, kwa sababu watu wamekuwa wakizungumza kwamba Hugo Broos for the first time anashiriki ile mashindano, alikuwa na uoga, lakini mimi nataraji kuona offensively watakavyokuja Bafana watakuwa nafikaje kwenye lango la mpinzani katika mechi inayofuata, kwa sababu bila kufika kwenye lango la mpinzani huwezi kusukuma goli. Kwa hiyo style of playing sina shaka Bafana kuhusu control game, kupiga pasi nyingi, kujiposition kwenye position ambazo ni hatari, hakuna shida. Swali ni moja tu, kuweka mpira wavuni, na ili uweke mpira wavuni lazima ufike kwenye lango la mpinzani. Kwa hiyo natamani kumuona Hugo Broos na vijana wake the way atakavyoboresha katika swala zima la kuweka mpira wavuni. Basi wakiboresha hivyo, basi wanaweza kupata matokeo. Mtazamaji wa FJ TV, ni mengi ambayo tulitamani kukujuza kuhusiana na kombe la dunia kwa hapa Afrika, timu ambazo zinashiriki, lakini kwa ujumla dunia nzima timu ambazo zimepata nafasi ya kushiriki. Ukiangalia mpaka sasa Messi anaongoza mfungaji bora hatua mwanzo kabisa, magoli 3. Tumeongea na Joseph Chacha ametujuza, kwa sababu bado mchezo ama michuano inaendelea, tutaona na tutashuhudia mengi ni nani ambaye ataibuka, huku wengi mashabiki mtaani wakianza kuongea Ronaldo na Messi, nani ataendelea kuwa mkali. Na tumaini hata wewe pia una majibu, tupe comment yako kupitia ukurasa wa YouTube. Mimi ni Neema Kayubu, hapa tunafika tamati ya kipindi cha Sports Recap. Nilikuwa na Joseph Chacha ambaye amekufahamisha mengi zaidi ambayo ulitamani kuyafahamu.
Hadi wakati mwingine, bye bye.